kwa jina lake, wazazi wake, kama alivyokuwa na kusimamia kama soni dharura kutengeneza kwamba utaweza kuzingatia makundi ambayo yanaweza kubatizwa. Ubatizo wa watu wazima tangu mwanzo wa kanisa, ubatizo wa watu wazima ni mazoea yaliyo ya kawaida pale ambapo uinjilishaji ulifanyika kwa mara ya kwanza, na hivi tunapata waongofu wapya. Kumbe wale kwa majina yao wanaingizwa kwenye malezi na mafunzo, inaitwa kipindi cha katekumeni. Kumbe kwa muda wa kutosha kabisa hawa watu wakifaulu, wakifikia hatua ile ya kwamba wanarudisha mayafahamu ambayo ya msingi, wanabatizwa. Kumbe kanisa limekuta kutana zamani. Ukatekumeni au malezi ya katekumeni yanalenga kuwaongoza wakatekumeni kwa ukomavu wa uongofu wao na wa imani yao kama jibu la mwaliko wa Mungu na umoja wa jamii ya kanisa nzima. Ndio leo yale malezi mafundisho ni muhimu sana kwa watu wazima. Kanisa Katoliki hakuna njia za mkato kugawa sakramenti kama hivi, mpaka apate mafundisho, mpaka apate mafundisho. Ni tofauti na kanisa mengine kama kulewa na kutambulisha haya ubatizo wa maji mengi kaombe kwa hizi, mpaka apate mafundisho, mpaka apate mafundisho. Kwa hiyo ni kundi la kwanza bado kubatizo ndani ya kanisa. Kundi la pili, ubatizo wa watoto wachanga. Ubatizo wa watoto wachanga. Mara nyingi ya swali, kwa nini Wakatoliki wanabatiza watoto wachanga? Hawezi kusemea wenyewe na nini wanakosea. Lakini sisi tuna mafundisho yetu. Ukisoma katekisimu ya kanisa Katoliki, katekisimu hii namba 1250 nasema yafuatayo: kwa kuwa wanazaliwa na hali ya kibinadamu iliyoanguka na kuchafuliwa na dhambi ya asili, hata watoto wachanga wana lazima ya kuzaliwa upya katika ubatizo, ili wawekwe huru na nguvu za giza na kuingizwa katika utawala wa uhuru wa wana wa Mungu, ambapo watu wote wameitwa mwisho wa Mungu. Unaona, tunazaliwa na ndoa la dhambi ya asili, watoto na watoto wao. Sasa katika hatua ile ya kupata pofu ya kwa imani, watafundishwa kwamba bwana wewe batizo mtoto, batizo maana yake ni hapa na ni kwa imani. Kubatizo na kumtelekeza kwa na wazazi, batizo kwa imani ya wazazi na wasimamizi, watafundishwa tena wanapokaribia kupokea sakramenti zingine kwa kufikiriza kwenye Kristo. Imani na ubatizo. Ubatizo ni sakramenti ya imani, lakini imani ina lazima ya jamii ya waamini. Ni katika imani katika imani ya kanisa kwamba muumini anaweza kusadiki. Imani inayodaiwa kwa ubatizo si imani iliyokamilika au imekoma, bali mwanzo ambao lazima iendelee kukua, lazima iendelee kukua. Kumbe katika wabatizo wote, watoto au watu wazima, imani lazima ikue baada ya ubatizo. Kanisa kwa maana linaadhimisha wakati wa kesho wa Pasaka kurudia hali ya ubatizo, kwa sababu imani yetu lazima iendelee kukua na kuiuisha kila wakati. Maandalizi ya ubatizo huelekeza kwenye mwanzo wa uzima mpya, kwani ubatizo ni chemchemi
ya uzima mpya katika maji ambayo yanatiririka ndani ya maisha ya Mkristo. Kusudi neema ya ubatizo iweze kuwa msaada wa wazazi wa lazima, hiyo pia ni kazi ya wasimamizi wa kiume na wa kike ambao lazima wawe waamini imara, wenye uwezo na walio tayari kumsaidia kubatizwa mtoto wa kike au wa kiume, mtu mzima au mtoto, kusaidia katika